Kama unavyoiona video hii ni video ya jamaa mmoja kutoka kule nchini Kenya akitoa viungo vya mwili wa mkewe kwenye mabegi pamoja na mifuko ambayo alikuwa amepakia. Hii ni video ya jamaa ambaye alimshambulia mkewe na kumuua kisha kumkata vipande vipande kule nchini Kenya. Kutokana na sheria ya mitandao mbalimbali ya kijamii na kuwekea video hii kwa ufupi sana hapa kwenye Facebook pamoja na YouTube, lakini kwa yule ambaye utatamani kuiona kwa urefu zaidi unaweza kuja WhatsApp, namba ipo kwenye bio hapo, au utatazama kwenye comment au kwenye description utaiona namba yetu ya WhatsApp, so unaweza ukaja nikakutumia hiyo video. Kwa upande wangu naweza kusema ni video ya kutisha kidogo, kwa sababu unapomwona mtu anatoa viungo vya binadamu mwenzie kwenye mifuko na mabegi amepakia kama nguo namna hii, si kitu cha kawaida. Dunia ina matukio mengi ambayo hutokea siku baada ya siku. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ulimwenguni ambapo wewe labda hujui, na ukiambiwa utahisi labda ni stories za kutungwa, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinafanyika duniani. Ni majuzi tu nilitoka kukupa story ya mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka kule nchini Nigeria ambaye alimuua mpenzi wake na kumkatakata vipande zaidi ya 50. Na leo hii nimekutana na story nyingine tena kutoka nchini Kenya ambapo kuna mwamba alikamatwa akiwa amebeba viungo vya mwili wa mke wake kwenye mfuko. Sasa nataka nikueleze story hii kwa undani zaidi. Ripoti zinasemaje kutoka kule nchini Kenya? Serikali ya Kenya iligunduaje hili jambo na ilimkamataje huyu jamaa? Ripoti za vyombo vya habari mbalimbali nchini Kenya zinaripoti hivi: polisi nchini Kenya wamemkamata John Kiama Wambua, mwanaume mwenye umri wa miaka 29 aliyekutwa akiwa amebeba mwili wa mke wake uliokatwa vipande vipande na kuviweka kwenye mkoba. Mke wake Joyfrida Munani mwenye umri wa miaka 19 anashukiwa kuwa muhanga wa tukio hili la kusikitisha. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya upelelezi ya jinai nchini Kenya DCI, ilieleza kuwa maafisa wa polisi walikuwa wakifanya doria katikati ya wilaya ya Huruma mashariki mwa Nairobi. Walimshuku Wambua akiwa amebeba kitu kisicho cha kawaida kwenye mkoba wake kabla ya alfajiri. Baada ya kumzuia na kupekua mkoba wake, walikuta vipande vya mwili wa binadamu, jambo lililowashangaza maafisa hao. Wambua, baada ya kukaguliwa na kugundulika kuwa amebeba vipande vya mwili wa mkewe, alikiri mwenyewe kwamba viungo hivyo ni vya mke wake, na baadaye aliongozana na maafisa wa polisi hadi nyumbani kwake. Uchunguzi ulifanyika nyumbani kwake ambapo maafisa walikuta kisu, nguo zilizochafuliwa na damu na viungo vingine vya mwili vikiwa vimehifadhiwa chini ya kitanda. Kwa mujibu wa takwimu za polisi wa Kenya, nchi hiyo imekabiliwa na ongezeko la mauaji ya wanawake. Kati ya Agosti na Oktoba mwaka jana, wanawake wasiopungua 97 waliuawa, huku mauaji hayo yakihusishwa mara nyingi na vurugu za kijinsia na mizozo ya familia. Mwezi Disemba, mamia wanawake waliandamana jijini Nairobi kupinga ongezeko la mauaji ya wanawake, wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wambua, mshukiwa wa mauaji haya ya kikatili, atashtakiwa rasmi kwa mauaji na kufikishwa mahakamani baada ya uchunguzi wa kina kukamilika. Taarifa za DCI